katika njia zako. Nitazungumza kwa uchache alafu nitakuwa namaliza. Hatua za kukuza imani yako na kufanikisha njia zako. Hatua za kukuza imani yako, yaani wewe mwenyewe ndio unaikuza imani yako. Hatua za kukuza imani yako na kufanikisha njia zako. Mungu anamwambia Joshua, anazungumza na Joshua katika kitabu kile cha Joshua sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11. Naweza kusoma mstari wa 11, lakini naomba nielezee, pata nafasi nzuri ya kusoma hiyo mstari vizuri kabisa. Musa alipokuwa amekufa, Mungu alikuja kuzungumza na Joshua na kumpa maagizo na kumpa maelekezo ya namna gani sasa anatakiwa kutembea. Jambo la kwanza ambalo anakuja kuzungumza katika kitabu cha Joshua ile sura ya kwanza kabisa, Joshua sura ya kwanza, Joshua sura ya kwanza kabisa, ule mstari wa mimi utasoma kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11, lakini mtazama mstari michache. Biblia inazungumza katika mstari wa sita, katika zile ahadi anasema hakuna adui atasimama mbele yako, lakini nataka nikupe vitu vitakavyokuza imani yako na kufanikisha katika njia zako. Jambo la kwanza katika mstari wa 6 anasema uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe nishetu hapo kwenye koma. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Ni lazima ili kukuza kiwango cha imani yako ikue kwenye maisha yako, ni lazima usiwe mtu mwenye tabia ya woga. Tabia ya woga. Jiepushe na kitu kinachoitwa woga, mashaka, wasiwasi. Jiepushe na woga. Anasema uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Uwe hodari wapi? Ukisoma katika Wagalatia anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Hiki tunachokizungumza hapa, tunazungumzia mtu uwe hodari katika Mungu wako. Uwe na ile bidii ya wewe mwenyewe kusema kwamba siwezi kuondoshwa kwa huyu Mungu wangu. Uwe na moyo hodari, moyo wa ushujaa, moyo ambao hautetemeshi wakati wowote kwenye imani yako ulionayo. Ili imani yako iweze kukua na kuongezeka, punguza woga wa kulitumia neno la Mungu. Uwe jasiri kwenye maono ambayo Mungu anasema na wewe. Uwe jasiri kwenye imani yako. Uwe jasiri kwenye ile imani ambayo Mungu amekupa. Ukijifunza woga, hautafanikisha maisha yako ya kiroho. Imani yako haitakuwa. Hebu tumchukue mtu mmoja. Fikiria ile siku wana wa Israeli walipofika ng'ambo ya bahari ya Shamu. Mbele yao kuna bahari ya Shamu, nyuma yao kuna jeshi la Farao. Israeli wote walianza kulia. Wanamlilia nani? Wanasema Musa, ni kitu gani kitakachotokea sasa? Kwa nini umetutoa nchi ya Misri? Kwa nini umetuondoa kwenye mikono ya Farao? Si heri tungekufa tu kwenye mikono ya Farao? Musa anawaambia hivi wana wa Israeli, nyamazeni kimya, tulieni, msubirini Bwana.
Bwana atawapiganie nanyi mtanyamaza kimya. Maana hao Wafilisti mnawaona, hao Wamisri mnawaona leo, hamtawaona tena. Amen. Nini kinachotakiwa? Hata kama unakabiliana na mambo magumu kwenye maisha yako, yanataka kukuondoa kwenye imani, usiruhusu moyo wako kuondoka kwenye imani yako na Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usiruhusu imani yako mtu yeyote kulipora. Unajua kuna watu wanashindwa kwenda hata kanisani, wanashindwa kusema kwenye imani yao kwa sababu ya maneno ya labda watu wengine wanawasema. Watu wanaweza kukusema hata kanisani, washirika wenzako wanaweza kukusema. Hata mchungaji wako anaweza kusema jambo ambalo litakuumiza moyo wako. Usiruhusu moyo wako kuumizwa ukaanza kuondoka kwenye imani. Usiruhusu mtu yeyote, jambo lolote, kukuondoa kwenye imani yako na Mungu wako. Iwe mume wako, iwe mke wako, iwe watoto wako, iwe watu wa ofisini kwako, iwe umasikini, iwe jambo lolote, imarisha, ondoa oga, ondoa hofu, ondoa mashaka, uwe hodari katika Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Uwe hodari katika Mungu wako. Amen. Haijalishi nani anasema. Nilikuwa nasoma mahali fulani, mtu mmoja alikuwa anafundisha, nilikuwa najifunza, anasema ni nani kiongozi kati ya watu 10 waliopo hapa? Akasema hivi, kiongozi sio yule anayeongea maneno mengi. Kiongozi sio yule aliyevaa vizuri. Kiongozi sio yule anayetoa pesa nyingi. Kiongozi ni yule ambaye atasimama imara wakati wengine wote wamekata tamaa katika jambo wanalotaka kuliendea. Hiyo ndio kiongozi. Hatua za kukuza imani yako na kufanikisha njia yako. Nimekwambia jambo la kwanza, uwe hodari katika Bwana. Uwe hodari katika Bwana. Mwangalie mzako, uwe hodari katika Bwana. Nisikilize. Sisemi kwamba usiondoke, unaweza kuondoka. Lakini aliye hodari katika Bwana haangalii jua, haangalii baridi, haangalii kuchekwa, haangalii aibu, haangalii sifa anazosifiwa, haangalii cheo. Yeye siku zote atanyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Ikifika wakati wa Mungu, kama ni wakati wa kupiga magoti, atapiga magoti bila kuangalia yeye ni mfalme au ni nani. Hata angalia kwamba hizi nafasi yangu kwa Mungu atawepa sehemu zingine, atawapa maskini, sehemu zingine atawapa watu maarufu. Hapana. Uwe hodari katika Bwana. Iwe ni wakati gani, iwe ni wakati wako wa raha, iwe ni wakati wako wa kulia, imarika na Mungu wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima uimarishe imani yako na Mungu. Jambo la pili. Siku zako zote za maisha yako usiogope kutenda sawasawa na neno la Mungu. Tenda sawasawa na neno la Mungu. Yaani fanya maagizo ya Mungu kuliko maagizo yako au hofu yako au mashaka yako. Mwandishi wa Mungu anazungumza na Joshua hapa. Mstari wa 7 anasema hivi: uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana katika kila uendako. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, kuangalia kutenda sawasawa na nini? Sawasawa na neno lake.
fanya kile neno la Mungu linakuamuru. Fanya kile neno la Mungu linasema. Uwe na bidii katika kufanya kile ambacho neno la Mungu linasema. Biblia inasema wakati wanajaribiwa Yesu juu ya vyakula, Shetani akamwambia badili jiwe ili kuwa mkate. Yesu alisema kitu gani? Alisema hivi, mtu hataishi kwa mkate tu. Si kwamba hatakula mkate atakula, lakini kitu kingine kitakachofanya mtu huyu awe imara ni neno la Mungu kitokacho katika kinywa cha Mungu. Mtu ataishi. Uwe hodari kufanya sawa na neno la Mungu. Chukua hatua kufanya kilicho sawa na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini tuwe hodari? Kwa nini tunataka kuwa hodari? Kwa nini tutende sawa na neno la Mungu? Kwa sababu Mungu anakuandalia, amekuandaa tayari kuivukia nchi ya ahadi ambayo humo ndani utatakiwa kumiliki haki zako. Hauwezi kumiliki haki zako kama hautakuwa hodari katika neno. Neno la Mungu linasema nini juu yako? Ni ahadi za Mungu kwenye neno lake zinasemaje? Kwa ni lazima uangalie, kuwa na bidii sana. Mambo mawili haya nataka nikupe. Kwanza, uwe hodari katika huyo Bwana. Pili, uhakikishe unathubutu kufanya kila neno la Mungu linachoamuru. Utakuza imani yako na utaanza kustawi. Utakuza imani yako na utaanza kustawi. Jambo la tatu la mwisho, usigeuke kuacha maagizo ya neno la Mungu. Usipuuzie, usigeuke ukaanza kufanya mambo ambayo neno la Mungu halikuamuru kufanya. Kama neno la Mungu linakwambia acha, hata kama unakipenda kiacha. Neno la Mungu likikwambia fanya, hata kama ni wakati mgumu kwako kufanya, fanya, kwa sababu neno la Mungu ndivyo linavyosema. Usiogope sura za watu. Usiogope watu watasema nini. Usiogope kwamba watu watanifikiriaje. Lakini angalia, unataka Mungu akufikiriaje. Kama unaogopa watu, je, haumuogopi Mungu? Haumuogopi Mungu? Hauogopi